الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Naam, kwa tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala tunaendelea na somo letu la nahau, na leo tupo ukurasa wa 65 katika kuvisoma vitendo vya kusifu na kuponda. Almadhu maana yake ni kusifu, aldhammu maana yake ni kuponda. Anasema Sheikh, af'alul madhi wadhammi, hivi ni vitendo vya kusifu na kuponda. Hivi ni vitendo vya kusifu na kuponda. Anasema Sheikh, an-naw'u athani ashara, aina ya 12 min 13 naw'an, katika zile aina 13. Af'alul madhi wadhammi, ni vitendo vya kusifu na kuponda. Wahia, na vitendo hivyo, tarfa'u isma al-jinsi, vinalirufaisha isma al-jinsi. Isma al-jinsi al-mu'arrafa, lililofanywa kuwa ni maarifa. Al-mu'arrafa, lililofanywa kuwa ni maarifa bilami at-ta'rifi, kwa lamu ya ta'rifu. Ismu al-jins ni lile jina ambalo ndani yake vinaingia vitu vingi, ndani yake vinaingia vitu vingi. Mfano nikisema ar-rajul, katika ar-rajul hapo anaingia Zaidun, anaingia Muhammadun, anaingia Hasanun, wanaingia wote ambao ni jinsia yao ya kiume. Nikisema al-mar'atu, vile vile pia anaingia Amina, anaingia Zainab, anaingia Fatima, na wale wote ambao jinsia yao ni ya kike. Tamam. Na hata ile alif na lamu ambayo inaingia katika jina kama hilo inakuwa ni lamu ya aljins, ya kufahamisha ni jinsi. Tamam. Wal makhsus bil madhi wal dhammi yudhkaru ba'dahu. Wal makhsus bil madhi, na yule aliyehusishwa kwa kusifiwa, wal dhammi, na kwa kupondwa, yudhkaru ba'dahu, anatajwa baada ya hilo jina ambao ni ismu jinsi. Tamam. Yudhkaru ba'dahu, anatajwa baada ya ismu jinsi. Tamam. Wahiya arba'atu af'ali, na vitendo hivyo ni vitendo vinne. Wahiya, na vitendo hivyo, arba'atu af'ali, ni vitendo vinne. Al-awwal, cha kwanza, ni'ma lilmadhi, hichi kinatumika kwa ajili ya kusifu. Nahu, mfano kusema ni'ma ar-rajulu zaidun, mtu mzuri, mtu bora, mtu hodari. Kwa kuwa ni sifa, utamsifia sifa yote ambayo ni nzuri. Mzuri, mtu bora, mtu hodari. Zaidun ni zaidi. Farrajulu, basi arrajulu hapa fa'ilu, ni fa'ilu ni'ma, ni fa'il wa ni'ma. Tamam. Wa zaidun, na zaidun makhsusun bil madhi, ndiye aliyehusishwa kwa kusifiwa, ndiye aliyehusishwa kwa kusifiwa. Tamam. Sasa kitendo hichi kinafanya kazi gani? Ya kumrufaisha ismul jins, kumrufaisha nani? Ismul jins. Tamam, ndio kinafanya kazi hiyo, ndio amil katika nini kufanya hivyo. Tamam. Tusisahau kwamba tunasoma awamil, tusisahau kwamba tunasoma nini? Awamil. Tamam. Na i'rabu yake kwa mukhtasar, ni'ma ni fi'lun madin jamilin lilinsha'i almadhi. Arrajulu, kama tulivyoambiwa hapa, ni fa'il wa ni'ma. Kwa arrajulu anakuwa ni fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun. Tamam. Kisha zaidun aliyekuja baada yake anakuwa ni mubtada, lakini kabla ya kumribu zaidun tumalizie i'rabu ya ni'ma arrajul, sababu ni jumla na tutambue jumla hii imekaa sehemu gani. Tamam. Kwa hiyo baada ya kuwa ni'ma ni fi'lun madhin jamidin lilinsha, fi'lun madhin jamidun. Tamam. Hakadha fi'lun madhin jamidun lilinsha almadhi. Arrajulu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun. Waljumlatu min alfi'li walfa'il, na hii sentensi iliyoundika kutokana na fi'li ambayo ni ni'ma
na fa'il ambaye ni rajulu fi mahalli raf'in, jumla hii imekaa katika sehemu ya kurufaishwa. Khabarun muqaddamun, jumla hii ni khabar iliyotangulizwa. Kisha nakuja kwa Zaid. Zaidun, yeye ni almakhsus bilmadhi, yeye ndiye alihusishwa kwa kusifiwa. Irabu yake hiyo almakhsus bilmadhi, ndiye aliyehusishwa kwa kusifiwa. Mubtadaun muakharun marfuun wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun. Tamam, hiyo ndio irabu yake. Wathani, na kinu cha pili, bi'sa lidhammi. Bi'sa ni bi'sa lidhammi, hutumika kwa ajili ya kuponda. Nahu, mfano kusema bi'sa rajulu amrun, mtu mbaya, mtu mwenye roho mbaya, mtu mwenye roho ya kwa nini. Amrun ni amru. Tamam. Bi'sa naye anakuwa ni fi'lun madhin jamidun lilinsha'i dhammi, lilinsha'i dhammi mabniyun ala alfathi. Arrajulu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun, waljumlatu min alfi'li walfa'il fi mahalli raf'in khabarun muqaddamun. Amrun almakhsus bidhammi mubtada'un muakharun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahira. Athalith, kitendo cha tatu, habadha ni habadha. Habadha huyu irabu yake ni tofauti na irabu za wenzake. Tamam. Huyo saa anayekuja baada yake irabu yake ni sawasawa na bi'sa. Tamam. Saa irabu yake ni sawasawa na bi'sa, lakini habadha irabu yake ni tofauti. Kwa sababu gani? Katika habadha kumepandamana vitu viwili, kuna habba ambacho ni kitendo, kuna dha ambayo ni ismu ishara. Na mara nyingi hii habadha huwa inakuja katika sura hii, habadha zaidun rajulan au habadha rajulan zaidun, inakuja na tamyiz, kisha kunakuwa kuna jina moja baada yake. Lakini hapa imekuja habadha rajulu zaidun. Tudhibu katika njia zake zote mbili. Habadha arrajulu zaidun, habadha arrajulu zaidun. Habba, tuanze na habba, kisha tunakuja kwenye dha, sababu hivi ni vitu viwili tofauti, vimepandamana tu. Habba, dha ni vitu viwili tofauti. Habba ni kitendo, dha ismu ishara. Habba itakuwa ni fi'lun madhin jamidun lilinsha'i almadhi mabniyun ala alfathi, kisha dha itakuwa ni ismu isharatin mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Tamam. Arrajulu atakuwa ni badalun lismi al-ishara dha. Arrajulu atakuwa ni badalun marfu'un lismi al-ishara dha wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahira. Tamam. والجملة من الفعل والفاعل والبدل مبني والجملة من الفعل والفاعل والبدل في محل رفع خبر مقدم، في محل رفع خبر مقدم. زيد المخصوص بالمدح مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة. Tamam, hiyo ndio irabu yake. Hii ni katika sura ya kwanza ambayo ipo katika kitabu chetu, lakini katika sura ambayo imezoeleka mara nyingi ni ile habadha zaidun rajulan, habadha zaidun rajulan. Hii arrajulu ambayo hapa imekuja kwa ni marfu, katika sura nyingine inakuja kuwa ni mansubun, inakuwa ni tamyizun. Tamam. Kwa itakuwaje? habba fi'lun madhin jamidun lilinsha'i almadhi مبني على الفتح، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر مقدم. زيد المخصوص بالمدح مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة. رجلا تمييز منصوب. Tamam, hakadha. Hizo ndio njia zake mbili.
Kwa ikija habadha rajulu zaidun, kwa maana kuna dha ambaye ni fa'il na kuna ar-rajul ambaye ni badali ya fa'il. Tamam, kisha zaidun ndio inakuwa ni mubtada muakhar, sawa sawa. Kwa hiyo athalith, fi'li ya tatu habadha ni habadha, huwa mithlu ni'ma, naye ni mithlu ni'ma, ni mfano wa ni'ma funa fi al-madhi, katika hukumu ya kusifu, kwa maana anakuja kwa njia ya kusifu, wal hukmu, na katika kihukumu pia. Tamam, kwa maana anahukumiwa kwamba yeye ni للإنشاء المدحي. تمام. نحو حبذا الرجل زيد وحبذا المرأة هند. والرابع النساء وهو مثل بئس في الذم والحكم. هاي ساء نفانوا بئس كتك كون na حكم. نحو ساء الرجل عمرو وساء المرأة هند. ushasema ya rabu zake. Tunaendelea. أفعال الشك واليقين, vitendo vya shaka na yaqin. النوع الثالث عشر من 13 نوعا, aina ya 13. Tunamalizia hapo aina ya 13 katika zile aina 13. Af'alu shak wal yaqin, vitendo vya shaka na yaqin. Watusama af'al alqulub, na vinaitwa vitendo vya moyo, vitendo vya mioyo. Alqulub ni jamu ya qalbu. Watusama, na vinaitwa af'al alqulubi, na vinaitwa vitendo vya mioyo. Kwa nini vinaitwa vitendo? Kwa nini vimeitwa vitendo vya mioyo? Kwa sababu gani? Vinaeleza yale yaliyoko wapi? Moyoni. Kwa maana moyo unaonekana ndio mtendaji wa kitendo hichi na sio viungo. Tamam, sio nini viungo. Viungo vinakuwa ni wasila tu, kama macho ni wasila wa kuona tu. Tamam, lakini moyo ndio mtendaji mkuu wa vitendo hivi. Tamam. Watusama, na vinaitwa af'al alqulub, vitendo vya mioyo au vitendo vya nyoyo. Wa hiya navyo 7 af'ali, ni vitendo 7. Alimtu wa wajadtu wa ra'aytu. Wa hadhihi 3 lilyaqin, na hivi vitatu wanakusudia alimtu wa wajadtu wa ra'aytu lilyaqin, vinatumika kwa ajili ya kuonesha yaqini. Wa dhanantu wa hasibtu wa khiltu, vingine vitatu ambavyo vinakuwa nini kwa jumla, vinakuwa ni 6. Tamam. Wa dhanantu na dhanantu, wa hasibtu na hasibtu, wa khiltu na khiltu. Wa hadhihi 3 lishak, na hivi vitatu wanakusudia dhanantu nimezania, wa hasibtu vile pia nimezania, wa khiltu pia nimezania. Maana yake ni moja. Lishaki vina maana nini? Vina maana ya shaka, maana vinatumika kuonesha shaka. Wa zaamtu na zaamtu, wa huwa mutawassitun baina as-sittah, nacho ni kitendo ambacho kipo kati na kati, baina sita, kati ya vile vitendo vilivyotangulia 6. Tamam. Kwa maana zaamtu huja kuonesha shaka ambayo ndani yake kuna yaqini, na huja ikionyesha yaqini ambayo ndani yake kuna shaka. Tamam. Wa hadhihi 7, na hivi vitendo 7, kullu minha, kila kimoja katika vitendo hivyo, tataadda ila maf'ulain, kina taaddi katika maf'uli wawili, kwa maana kina warufaisha maf'uli wawili. Tamam. Wathani minhuma ibaratun anil awwal, na kile kitendo cha pili, minhuma wathani. Tamam. Wathani na maf'uli wa pili, hapo katika thani anakusudiwa maf'uli. Wathani na maf'uli wa pili, minhuma, katika hao maf'uli wawili. Tamam. Wana hiyo minhuma ila maf'ul minhuma, hiyo minhuma yodi katika almaf'ulain. Tamam. Kwa wathani na maf'uli wa pili, minhuma, katika hao maf'uli wawili, ibaratun anil awwal, ni tamshi lenye kubainisha kubainisha ile tamshi la kwanza. Wayakunu fihi dhamirun aidun ila almaf'ul alawwal, wayakunu fihi dhamirun, na kunakuwa na dhamiri aidun yenye kurudi ila almaf'ul alawwal, katika wale maf'uli wa kwanza. Tamam. Kwa maana ile dhamiri ambayo inakuwa katika maf'uli athani, sawa sawa, kwa sababu ile maf'uli athani mara nyingi huwa ni ismu fa'il.
huwa ni ismu fa'il. Na ismu fa'il kama tunavyojua inafanya kazi ya nani? Ya fi'li yake. Tamam. Kwa inapokuja mfano wake qa'iman, qa'iman atakuwa ni maf'ulun bihi thani, lakini wa huwa ismu al-fa'il, naye ni ismu fa'il yarfa'u al-isma wa yansibu al-maf'ul. Anarufaisha jina na anamnasibisha nani? Maf'ul. Lakini qa'iman yeye anamrufaisha tunal maf'ul. Tamam. Kwa qa'iman maf'ulun bihi thani, anakuwa ni maf'ulun bihi thani wa huwa ismu al-fa'il, naye ni ismu fa'il. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa, jawazan taqdiruhu huwa yaudu ila al-maf'ul al-awwal. Tamam, anaudi katika maf'ul al-awwal. Tumeona vizuri hapo kwa athani ibaratu al-awwal, na ile maf'ul bihi thani inakuwa ni tamshi lenye kubainisha ile maf'uli wa kwanza. Wayakunu fi, na inakuwepo katika huyo maf'ul bihi thani dhamirun aidu yenye kurejea ila maf'ul al-awwal, katika maf'uli wa kwanza. Tutaona mifano yake. Nahwu, mfano wa kusema hasibtu zaidan qa'iman, nilizania kwamba Zaidi ni mwenye kusimama. Wa khiltu zaidan muqiman, na nilizania Zaidi kuwa ni mkazi. Wa dhanantu zaidan aliman, na nilizania kwamba Zaidi ni mwanachuoni. Tamam. Wa idha kana bimaana ittahamtu lam taqdi al-maf'ul ath-thani, na inapokuja maana wa idha kana, itakapokuwa hii hasibtu, wa idha kana hasibtu, na itakapokuwa hii fi'li hasibtu bimaana ittahamtu, inapokuwa kwa maana ya kutuhumu, inapokuja kwa maana ya kutuhumu. Sasa lam taqtadhi al-maf'ul ath-thani, inakuwa haihukumii kuwepo maf'uli wa pili, inakuwa natosha yule maf'uli wa kwanza. Tamam. Utaona hasibtu zaidan qa'iman, zaidan maf'ulun bihi al-awwal, maf'ulun bihi al-awwal. Hasibtu fi'l wa fa'il. Tamam. zaidan maf'ul al-awwal, maf'ulun bihi al-awwal. qa'iman maf'ulun bihi ath-thani wa huwa ismu al-fa'il, wa huwa ismu al-fa'il. Tamam. wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ila Zaidi. Tamam. Hakadha ndio maana ya kusema pale wayakunu fihi dhamirun aidun ila al-maf'ul al-awwal. Wa alimtu zaidan fadila, nilizania wa alimtu zaidan fadila. Tayib, wa alimtu zaidan fadila, na nina yaqini kwamba Zaidi ni mtu bora. Wa alimtu zaidan fadila, na nina yaqini kwamba Zaidi ni mtu bora. Wa idha kana bimaana araftu, na inapokuwa hii alimtu kwa maana ya araftu, kwa maana ya kutambua, lam yaqtadhi al-maf'ul ath-thani, inakuwa haihukumii kuwepo maf'uli wa pili. Wa ra'aytu zaidan rakiban, na nimemuona Zaidi ni mwenye kupanda, nimemuona kwa yaqini. Sasa Zaidi ni mwenye kupanda. Wa idha kana bimaana absartu, na inapokuja hiyo ra'aytu kwa maana ya absartu, lam yaqtadhi al-maf'ul ath-thani, inakuwa limaf'uli ath-thani, inakuwa nini? Haihukumii kuwepo maf'uli wa pili, kwa maana inakuwa araftu zaidan, basi natosha. Wajadtu zaidan aqilan, nimemkuta Zaidi mwenye akili. Wa idha kana bimaana asabtu lam yaqtadhi maf'ulan. Tamam, inakuwa haihukumii maf'ul. Wa zaamtu zaidan kariman, na nimezania kwamba Zaidi ni mkarimu. Wa idha kana bimaana qultu, inapokuwa kwa maana ya kusema, lam yaqtadhi maf'ul ath-thani, haihukumii kuwepo maf'ul wa pili. Nahwu qawlihi ta'ala, mfano kauli yake Allah aliposema za'ama alladhina kafaru an lan yub'ath, walizania wale waliokufuru kwamba hawatofufuliwa. Fahadhihi as-sama'iyatu ahadu wa tas'una amila, basi hivi ndiyo awamil lafdhiyatun sama'iyatun, ndiyo vitendakazi vilivyosikiwa vikitumiwa kutoka kwa kwenye lugha yao ambao ni Waarabu. Ahadun wa tas'un amila, ambao ni vitendakazi 91. Na baada ya hapo tunaingia katika nini?
العوامل القياسية بإذن الله وتوفيقه. وإلى هنا انتهي. الكمال لله والعصمة للأنبياء والنقص لنا. وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العفو منكم.